all the stars, but I love what I'm so. Naam, mtazamaji wa channel hii ya Ramsboy Engineer, karibu tena katika section hii, na leo na imani nimekuletea darasa zuri ambalo tutajifunza namna ambavyo huwa nikimix vocals zangu. Na kama hujabonyeza subscribe button hapo chini, unaweza kufanya hivyo kwa kunipa support ili niweze kuendelea kufanya kazi hii kadri siku zinazozidi kwenda, niweze kufanya kitu kilicho bora zaidi. Na leo kama unavyoona katika screen yetu hapa, kuna vocals na beat, then tutatumia Cubase na tutajifunza baadhi ya vitu, na tutakuwa tukifanya maendelezo kila baada ya anyway, na imani huenda ikawa ni kila siku kutokana na wingi wa mambo utakavyokuwa, ili tuweze kushare mawili matatu kati ya vile ambavyo navifahamu, na pia unavyofahamu usisite kuvidrop hapo chini ya comment ili wote tuweze kwenda sawa, kwa maana tunajua this is music, kila mtu anacho kitu ambacho anaamini kwamba kwake yeye ni special. Hivyo tamani tutaanza leo darasa letu la kwanza kumix vocals na baadhi ya technique ambazo naweza zikakurahisishia kuweza kubalance beat yako na vocal, kwa maana kwa wengi ambao kwa kidogo na kwa tatizo, lakini kuna baadhi ya technique ambazo unaweza kutumia alafu usikusumbue sana katika swala la kubalance muziki wako. Unajua wengi sana hilo ndio tatizo, unakuta mtu anafanya kila kitu kinakuwa vizuri, lakini the problem ana balance vipi muziki wake, ana balance vipi kati ya vocal na beat. Na ikiwa mwanzo nisema kwamba ili uweze kumix vocal zako vizuri, lakini lazima beat pia iwe balanced vizuri, maana utaweza kufanya vocals. Kuna baadhi ya vitu vya msingi ambavyo na imani kwa sasa itabidi tuanze kuviangalia kabla ya kwenda mbali sana, ambavyo ni vitu vya msingi, japokuwa watu wengi sana tunavipuuza, lakini kwa kweli huwa vinakuwa ni vitu vya msingi sana, kwa sababu tunapofanya kazi zetu, tunapofanya mixing, lengo ni kwamba tuweze kupata tulivu kabisa, tuweze kupata muziki ambao ni tulivu, ambao utakuwa unaleta ladha nzuri kabisa katika masikio ya watu. Hivyo tuangalie baadhi ya vitu fulani ambavyo ni muhimu sana kuweza kuvifahamu kabla ya kuweza kwenda mbali. Na kitu cha kwanza ambacho mixing engineer yote yule ambaye anaanza kufanya kazi yake, nafikiri hatua ya kwanza huwa inakuwa ni leveling. Na katika swala zima la leveling, hapo mara nyingi tunazungumzia masikio, lakini pia tunazungumzia meters. Na katika swala la kumixi, kitu kikubwa sana cha msingi tunaambiwa tusiclip master bus yetu. It means tunazungumzia master channel hii hapa kwenye ita ambayo ilikuwa imewaka nyekundu. Haitakiwi unapofanya mixing yako kupata clip katika master fader au katika master channel, maana yake hii itakusababishia muziki wako ukose kuwa na utulivu. Kwa mfano, tayari una let's say kwa mfano una ndoo yako ya lita 10, sawa? Alafu umepewa maji lita 10, ukajaza katika ile ndoo, alafu kaja kujikuta tena inatakiwa upate maji ya ziada katika lita 10 hiyo, maana yake utashindwa kuongeza, na ukiongeza maana yake itamwagika. Au kama nguo ya mtoto ambayo mtu mzima analazimisha kuivaa, ataivuta mkosi utachanika. Ni sawa na balance ya muziki wako, maana
Manake kwenye mziki ambao tayari uko mastered, tunahakikisha kwamba mziki wetu unapiga mpaka kwenye 0 decibel. Lakini sasa wewe mziki wako tu wakati ukiumixi tayari unapiga kwenye 0 decibel, inakuwaje katika swala la mastering? Manake hapo utahitaji kulazimisha vitu viweze kuvuka sifuri na kuja kusababisha mziki wako ushindwe kuwa na utulivu. Na tatizo jingine, watu wengi hutumia sana beats za kudownload. Watu wengi wakishapiga beats zao wanaziboost kabisa, ambazo zinatoka zinakuwa zina power, zinapiga mpaka 0. Baada ya kuja kuzileta huku tena, mtu unapandisha vocals ziweze kushindana na beat. At the end unakuja kujikuta kwamba muziki wako hautulii, unakuwa na fujo zisizokuwa za lazima. So hizi tu ni baadhi ya njia ambazo unaweza kutumia zikakusaidia kuweza kupata matokeo mazuri katika muziki wako, kwa sababu hatua ya mwisho ni sikio lako ambalo linaweza likakuongoza kupata kitu kizuri. Okay. Sasa basi tuangalie hapa katika beat ambayo nimeiweka hapa. Ya kuangalia mimi nimeishusha tu kwa sababu ya kuepuka zile fujo ambazo zinaweza zikawa zina mdisturb au zikaza mdisturb. Okay, tuende kwenye mfano ambao ni halisi. Sasa beat yako ndio hii, hizi ndio mita, lakini tunashauriwa kabla ya kuanza kufanya mixing, kabla hujafanya chochote, kitu cha msingi kuliko vyote ni leveling. So tukizungumzia leveling, leo tutafanya kazi katika background uliokuwa ukisikia. Ni wimbo wa ndugu yangu mmoja anaitwa Thomas Yeyo, ukimsearch, na nyimbo yake inaitwa Original nyingine. This is official, bado haijatoka, lakini tutaitumia kwa ajili tu uweze kunielewa ni kipi ambacho kinatakiwa kifanyike. Cha kwanza kabisa, kabla ujibalance vocals zako inabidi zitulie, then deal with beats. Hakikisha kwanza beat yako ipo katika level inayotakiwa. Lakini sasa katika Cubase tukiplay hapa, then kawaida mita yetu huwa inakuwa kwenye mita post panel, ambayo hii mita hapo sasa inakuwa inasoma ni output, ambayo kishusha na yenyewe inashuka. Lakini inatakiwa tusome katika mita yetu wakati wa kuseti input, ambapo kubonyeza mita input hapa, hata ukishusha maana yake mita bado inakuonyesha kwamba input inacheza katika -18 decibels. Maana yake sasa sisi tunatakiwa angalau tuwe katika -6 decibel au 12 au chini ya hapo, itakuwa poa zaidi, itakurahisishia kuwa na nafasi kwa ajili ya vocals ambayo kitaalam huitwa headroom. Maana yake hapo nina uwezo wa kubalance beat yangu bila kusikia iko between -6 and 12. Hiyo iko poa. Maana yake hapa unaireset. Hebu tusikilize kabisa kwanza na vocals, then tuanze kudili sasa na vocals zetu ili tuweze kupata kitu ambacho tunakihitaji. Tumekuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi bibi unavyopendeza, wakujue marafiki zangu.
Okay, nafikiri mpaka hapo tumeshasikia kidogo. Sasa tunaweza tukaanza na shughuli yetu. Kama nilivyosema awali kwamba kitu cha kwanza inatakiwa tudili na leveling kabla ya kufanya kitu kingine chochote. Wasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu. Na hii ni technique ambayo inaweza ikakurahisishia wewe kuweza kubalance muziki wako kati ya vocals na beat. Inashauriwa to balance vocals na beat katika mono system. Manake itatulazimu katika master channel yetu tuweke stereo widen, lakini tuifanye kuwa mono. Manake baada ya kuifanya kuwa mono, tukiplay muziki wetu utasound. Kuwasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Sasa basi hapa ndipo tunapoanza kubalance tu kwanza muziki wetu. Kuwasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako. Na wakati una balance, maana yake inashauriwa vocal na beat baada ya kuweka kwa mono, kila kitu kisikie. Hata tukija tukishusha sauti ile ya chini, inatakiwa uisikie beat na vocal pia uisikie. Japo kuna baadhi ya vifaa ambavyo hutovisikia katika beat, lakini upate ile sensitivity ya beat na vocals. Hapo utakuwa umefanya kitu poa. Let's try kwanza alafu tuone. Kuwasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani Wow. nione sura yako, Okay, let's back. nione umbo lako. Okay, tayari tumesha balance hapo vocal zetu, kwamba level ya vocal na beat iko poa. Manake tunakuja remove plugin hapa katika master channel. Wasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi. Sasa basi kuna tatizo ambalo watu wengi na imani wanalo, hata mimi niliwahi kuwa nalo, lakini pia kuna wengi bado wanalo. Na wewe kama ni mmoja wapo, basi inatakiwa ujilazimishe au uache kabisa kuwa na tatizo kama hilo. Ambalo tatizo hilo unakuta umesha record vocals au umepiga beats yako, ukisikiza kwa masikio yako vina sound poa, hakuna tatizo. Lakini unajikuta unalazimika kuweka equalizer, unalazimika kuweka plugin ambazo hazina ulazima, kwa sababu ukisikiliza vocal unasikia iko perfect. Iache hivyo hivyo, manake iko perfect. Na tukisikiliza vocals, Kuwasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi. okay, naisikia iko sawa, iko poa nikiplay na beat. Kuwasaidia marafiki mimi na wewe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Sorry, it's right. Okay, maana yake sasa kuna some parts ambazo unakuta mwimbaji alikuwa akiimba zinaenda zinashuka, sehemu zinapanda. We need to control them. Kwa hiyo kama tunahitaji control, maana yake ni kipi sasa ambacho kinaweza kutufanya tuka control? Kuna njia nyingi. Unaweza kutumia compressor, kwa
sababu compressor ni rahisi ku bring up some vocal parts ambazo ziko very low na ku limit some parts ambazo ziko very loud ziweze kuiana kidogo na kupata kitu ambacho kiko perfect, right? Japo kuna njia ya kufanya automation, maana unaweza kufanya automation in volume ambayo kama like this way, sehemu nyingine ambayo vocal iko chini unaweza kupandisha hivyo. A lot of things you may do there, lakini the best way for me for this vocals ni kutumia compressor. Kwa hiyo Wasaidia marafiki mimi nawe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Taputa hapa compressor yangu, lakini this audio track is mono, kwa hiyo lazima niweke compressor yangu ambayo itakuwa ni mono pia. Nitatumia CLA76 ambayo ni mono. Then kuna type mbili katika hii CLA76. Kuna type mbili, kuna bluey, kuna blacky. Colorful ndicho kitu ambacho kinatofautiana katika hii compressor, kwa sababu setting ni za aina moja, lakini ile testi ya compressor ndio tunaipata tofauti. Sasa basi tukiangalia hii compressor yetu, Wasaidia marafiki mimi nawe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi na wewe tuonane. Wow, it's cool. Sasa basi compressor matumizi yake kama nilivyoelezea hapo ni kuweza kuinua baadhi ya parts ambazo ziko very low na kuzibring up, na zile sehemu ambazo ziko very loud uweze kuzi balance kidogo. Kwa hivyo basi usijilimit yourself katika matumizi ya compressor au katika matumizi ya plug yoyote, unless nakupa majibu mazuri tu, basi don't limit by yourself. Kuwa huru kufanya kila kitu ambacho unahisi sikio lako linapata kitu ambacho ni sahihi. Wasaidia marafiki mimi nawe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi na wewe tuonane. Nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza. Wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Aya, sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram, mapenzi ya simu mwenzako siwe. Kuwasaidia marafiki mimi nawe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi. Hapa baada ya kutumia compressor yangu naona results iliyokuja, vocal yangu imeweza kuwa front. Kuwasaidia marafiki mimi nawe, Let's check before and after compression. Kuwasaidia marafiki mimi nawe, kila siku tunachati tu kwa yangu phone. Utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi na wewe tuonane. Nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza.
tunaweza tukaanza kufanya additional ya vitu vingine. Kwa mfano naweza tukasema naweza kuweka effect ambayo ni auto tune, then ita select exact release key ambayo nimeipiga katika instrumental key ambayo naweza nikapiga it was okay, it was A flat minor. Okay, kuipa utamu vocal yangu iweze kuwa sweet. Let us sweeten the vocal. Kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Aya, sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram, mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Aya, nione sura yako. Okay, nasikia baadhi ya frequency ambazo kidogo sijavutiwa nazo, kwa hiyo let me take out of them. Nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Aya, sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram, mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Aya, natamani hata leo mimi na wewe tuonane. Okay, now it sound good, ina sound vizuri, like it's already finished, lakini kumbe bado haijaisha. Okay, nini kinafuata? Nafikiri ni kuipa nafasi vocal yetu. Kuna njia nyingi sana, lakini let me show you baadhi ya njia ambazo zitakustajabisha kidogo, lakini it's good and cool, so nice. Okay, I will talk later nini ambacho nakifanya kwa sasa. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Aya, sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram, mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Aya, kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Aya, sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram, mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Aya, kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane,
WhatsApp wala Instagram. Mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Kila siku tunachati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram. Mapenzi ya simu mwenzako si wewe. Kila siku tunachati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram. Mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Kila siku tunachati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza. Na imani unasikia nasikia then ni safi, it's cool. Hebu kusikiliza tulipotoka na tulipofikia. Kila siku tunachati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki. Wow. Ningependa kuona komenti yako hapo chini, like yako, na pia uweze kushare ili na wengine waweze kujifunza. Then unaweza ukaniambia ni kipi ambacho ungependa nikifanye kwa ajili yako. Na nafikiri somo linalofuata nitazungumzia equalizer. Baada ya hapo tutaendelea na series ya compressor, matumizi ya reverb, delay na vitu vingine. Then tuta advance kwenye masuala ya automation katika Cubase, kila knob. Let me show some example. Let me do a little thing here. Example. Let me see something. Kila siku tunachati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi. Natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue. Let me show you something. Like you do something here, like what? Let me do something here. Kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila
kila siku kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, 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 kila siku tuna chati tu kwa ya, kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi na wewe tuonane, kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu foni, kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa ya angalia katika nobu. Kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu. Then unaweza kufanya automation ya each nobu hapo, kila nobu ambayo ipo, but nitaelezea zaidi nafikiri katika wakati unaofuata. Yeah, let's check this last example. Example, if we do this. Kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu. I cutted that room, lakini ipo hivi. Kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tu. Kuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tu. Yeah, nafikiri tutazungumza mengi katika tutorial ifuatayo. Usiache kusubscribe, like na comment na kushare, na ili kuweza kunipa support niweze kuendelea, kwa maana ni muda mrefu, lakini now na imani tutaenjoy. Thank you. Kuwa zaidi ya All this time, but I left what I'm tumekuwa zaidi ya marafiki mimi na wewe, kila siku tuna chati tu kwa yangu foni, utani mwingi na hadithi za mapenzi, natamani hata leo mimi na wewe tuonane, nione sura yako, nione umbo lako, kimavazi baby unavyopendeza, wakujue marafiki zangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Aya, sina Facebook na Twitter, WhatsApp wala Instagram, mapenzi ya simu mwenzako siwezi. Aya.